Iran inasema kwamba Marekani imesaliti diplomasia kwa mara ya tatu na kwamba wao hawaamini katika diplomasia ya Marekani na hata kinachotajwa kuwa ni mazungumzo hayapo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Iran amesema kuwa Marekani imesaliti diplomasia kwa mara tatu na kwamba hatua za Washington zimeendelea kudhoofisha juhudi za kutatua migogoro kupitia mazungumzo na kwamba wao wanachotaka ni kutatua mgogoro huo kupitia mapambano. Baghei ameeleza kuwa badala ya kuzingatia njia za diplomasia na kuheshimu ahadi zake, Marekani imechukua hatua ambazo kwa mujibu wake zinapingana na misingi ya diplomasia na zinachangia kuongezeka kwa mvutano katika eneo. Aidha, anasisitiza kuwa Iran itaendelea kutetea maslahi yake ya kitaifa na kwamba mafanikio ya diplomasia yanategemea kuheshimiwa kwa ahadi na kuzingatiwa kwa sheria za kimataifa na pande zote zinazohusika. Msemaji wa wizara hiyo ya mambo ya kigeni ya Iran amesema hayo katika mahojiano na kituo cha televisheni cha ORF cha Austria na kubainisha kwamba makubaliano ya Islamabad si hati ndefu wala yenye utata, bali ni waraka mfupi wa maelewano wenye vipengele 14. Baghei amesema kuwa dunia ilikuwa na matarajio kwamba angalau safari hii Marekani ingetimiza ahadi zake. Hata hivyo, hatua zilizochukuliwa na Washington zilikiuka kwa uwazi na kwa kiwango kikubwa vipengele mbalimbali vya makubaliano hayo. Kwa mujibu wa msemaji huyo, hatua hiyo inaashiria kuwa Marekani imesaliti diplomasia kwa mara ya tatu, na akisisitiza kwamba ukiukwaji wa ahadi za kimataifa unadhoofisha juhudi za kutatua migogoro kupitia mazungumzo na diplomasia. Ismail Baghei amesema Iran imekuwa ikihakikisha usalama katika lango la bahari la Hormuz na ghuba ya Uajemi kwa nia njema kabisa kwa miongo kadhaa, licha kukabiliwa na vikwazo vikali vya kiuchumi kwa miaka mingi. Lakini Iran ilithubutu kuendesha mfumo wa kiuchumi huku ikiendeleza wananchi katika ujenzi wa miundombinu mbalimbali katika nchi katika maeneo yote na kuhakikisha kwamba nchi inajiendesha vizuri. Lakini ni Wamarekani waliotaka kuivuruga Iran, lakini anasema wameshindwa. Akijibu swali kuhusu chanzo cha misukosuko ya hivi karibuni katika lango hilo, Baghei alikanusha madai yoyote yanayohusisha Iran na matukio hayo, na amesema hali ya sasa ya sintofahamu ni matokeo ya moja kwa moja ya mashambulizi yaliyofanywa na Marekani na Israel tangu Februari 28 na kwamba jamii ya kimataifa inapaswa kutambua kwamba Iran haipaswi kulaumiwa kwa matokeo ya hatua zisizo sahihi za mataifa mengine. Mipango ya Marekani ilikuwa ni kuangusha utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini mipango hii kwa namna ya pekee imeshindwa na hivyo kutafuta njia nyingine za kutaka kuvuruga mambo katika lango la bahari la Hormuz, huku ikitoa sababu za uongo juu ya namna Iran inavyodhibiti mlango wa bahari wa Hormuz. Lakini mpango wa Donald Trump ulikuwa ni yeye kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz, na aliwahi kutamka wazi kwamba mipango yake ni kutawala mlango wa bahari wa Hormuz na kwamba wa Iran wasiweze kudhibiti mlango huo, jambo ambalo wa Iran walisema lazima walinde bahari na ardhi ya wa Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, comment, kadhalika kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Dam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.